Leo tarehe 8 ni siku nzuri sana kwa kwetu sisi kama Simba Sports na mashabiki kwa ujumla. Tunamshukuru Mungu kwanza, cha kwanza kuiona siku kama ya leo ya Simba, sababu ni Simba Day nyingi ambazo nimezishuhudia kuanzia Simba ya mwaka 2011 12 nimeshuhudia kwa ukubwa wake, lakini kila siku zinavyozidi kuendelea Simba inazidi kuwa nzuri, Simba Day inazidi kunogesha zaidi, na hususan kwa msimu huu ambao Beirut katutolea jezi ambao ni kwa kweli jezi ya mtoko, jezi ya sikukuu. Tunashukuru sana sisi kama wana Simba, kama unavyoona wana Simba wamependeza kwa ujumla. Ni siku ambayo ni nzuri, siku ya kifahari sana, siku ambayo kila mtu inabaki katika kumbukumbu za maisha yake kwamba 2026 ilikuwa ni Simba Day ya maana sana kuwahi kutokea. Hii pia iko katika kumbukumbu zetu na maboresho ya viongozi wetu wa Simba tuliowapa zamana kuongoza Simba kila siku au kila Simba Day wanazidi kuiboresha na inakuwa ni tamu nzuri. Kikubwa zaidi tunaenda kuwashuhudia wachezaji ambao wamesajiliwa na Simba Sports Club. Kuna wale ambao tumewaona na kuna ambao hatujawaona. Kwa hiyo watu wakae mkao wa kula, watu waje kwa wingi hapa. Shamba la Bibi ni sehemu ambayo tunaenda kuwashuhudia mashabiki wetu na wachezaji wetu kuwa wengi zaidi katika Shamba la Bibi, na imani ya kwamba msimu utakuwa mzuri. Kama mwanzo tu ndio hivi, basi ujue msimu wetu utakuwa ni mzuri sana wa kipindi hichi tunachoenda katika ligi kuu. Kila mwaka mnakuwa mnafanya kitu tofauti, hasa katika matamasha haya makubwa. Kitu ambacho pengine unatamani kukiona tofauti na miaka mingine. Utofauti kwa msimu huu tofauti na miaka mingine ni maboresho makubwa ambayo wameandaa katika uwanja. Ni mdogo lakini watu ni wengi, mapepo yake ni makubwa mazuri, na ukilinganisha na jezi ambayo wametuzindulia jezi nzuri za msimu huu, zinasababisha kwamba watu waendelee kuwa wengi zaidi katika uwanja wa Shamba la Bibi. Tokea mzindue jezi zenu mpaka sasa hivi kuna kampeni ambayo inaendelea kutokomeza jezi fake. Wewe kama shabiki wa Simba una mchango gani? Mimi kama Sako Simba nimeongea sehemu mbalimbali katika vituo vya television na vituo vya redio. Nimesema mimi mwenyewe ni jeshi la mtu mmoja. Sawa, madam tumepewa kazi kama influencer wa Simba Sports Club. Nikiwa mimi kama Sako Simba, hata mimi mwenyewe nikikuona umevaa jezi fake, unajua mimi nitakukamata na kupeleka polisi. Kwa mujibu wa sheria, wewe ni haramia ambaye atakuwa anafanya, na sisi maharamia wote tunakamata tunapeleka kituo cha polisi. Kuelekea msimu wa 26-27 hasa kimataifa, kwa bora pia ambao tunaanza katika msimu uliopita. Kutoka na kutangaza na timu kutoka Malawi. Tutarajia nini hasa kimataifa msimu? Kama mnavyojua Simba katika tulishawahi kutolewa na Udisongo peke yake, hao wenyewe hawajawahi kutotoa. Kwa hiyo hapa sisi kwenda nusu fainali klabu bingwa ni jambo la kawaida kwetu sisi. Tumejipanga vizuri kwa msimu huu, tumejipanga kisawasawa. Tunahitaji kuchukua kwenda mbali kimataifa, kwenda aidha nusu fainali au fainali kwenda. Tuna uhakika huo kwa timu yetu sisi ambao tumeona na usajili wetu uliokuwa mzuri, uliotukuka. Usajili wa kimataifa sio ligi kuu. Ligi kuu sisi wao wachukue mpaka wachoke wenyewe, ila kimataifa sisi tunataka tufanye vizuri. Licha ya klabu ya Simba kuwa klabu ambayo inahodhi mambo makubwa, lakini pia kila matamasha mnaleta wasanii wakubwa. Pengine kwa safari unatarajia kupata msanii gani, au unatamani kumuona msanii gani pia akiwaburudisha kwa upande wake? Msanii aliyeweka katika peji ya Simba ni msanii mzuri mkubwa. Unaona bwana, unapomzungumzia Alikiba East Africa, hii ni mtu ambaye ametikisa sana. Unapomzungumzia Alikiba unazungumzia international. Kwa hiyo sisi tunampongeza sana, tunapongeza sana viongozi wetu, tunampongeza pia mwenyewe Alikiba kukubali mwaliko huu, na mwaliko huu kashauteka, huu ni wapake. Alikuwepo mwenzetu wa mwanzo kabisa Simba, lakini mwisho wa siku ameenda upande wa pili, hawiki hata kama ametukataa hawiki, na nyimbo ambayo inamtoa Alikiba hakuna